Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Karibu kwenye mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, X zamani Twitter pamoja na TikTok. Huko kote tunapatikana kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Wote tunatambua kwamba serikali ina mpango wa kimkakati wa kuboresha mazingira ya biashara maarufu unaotumika kama blueprint. Na tunapokuwa tukitekeleza mpango ule, tunaamini kwamba tunahitaji kuwa na ardhi kwa ajili ya kurahisisha uwekezaji. Hivi karibuni tumekuwa tukipokea maelekezo ya kuanza kutengeneza maeneo kwa ajili ya ujenzi wa mbugani, na nakuahidi mkoa wetu hautakuwa nyuma katika kuhakikisha kwamba tunawasilisha taarifa hiyo ya maeneo ya ujenzi wa mbugani ili tuweze kupata ukuaji wa viwanda kwa haraka. Lakini vile vile umepita katika maeneo yetu, umeangalia fursa mbalimbali na umeangalia maendeleo yetu ya uwekezaji yamefanywa na wananchi wa mkoa wa Mara. Na bahati nzuri maeneo yote yaliyotembelea ni wawekezaji wazao. Kwa hiyo inaonyesha kwamba bado tuna nafasi sisi kama Tanzania kutumia fursa zetu, kutumia taasisi zetu za kifedha ili kuweza kukuza mitaji na kuweza kuongeza tija ya uwekezaji ndani ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo machache, natumaini ya kwamba niko tayari kukukaribisha uweze naomba nimkaribishe mkurugenzi wa masuala ya uwekezaji wa ndani ili aweze kusema neno na lengo la mafunzo haya, kisha tutakaribisha uweze kutufungulia kikao chetu. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kuongea mambo matatu. La kwanza, kutoa shukrani kwa uwepo wenu nyie wa Tanzania ambayo mko tayari kuwekeza, mko tayari kuwa katika gurudumu la kuendesha uchumi wa nchi yenu, lakini kuhodhi uchumi wa nchi yenu. Pili, kwa kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji hapa nchini. Kwa kipekee kabisa napenda kushukuru na kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti, lakini pia maono yake ya mageuzi katika mazingira, lakini kuboresha zile sera, mifumo na maeneo yote ambayo yanawagusa Watanzania ambao wako tayari kuwekeza. Tatu, natambua katika forum hii Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi atazindua dawati rasmi la uwekezaji katika mkoa wa Mara, ambayo iliundwa kisheria kwa sheria ya Bunge mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 1, ndipo ikaanzishwa mamlaka mpya ambayo zamani ilikuwa TIC au Kituo cha Uwekezaji Tanzania na EBZA, vikaunganishwa kwa pamoja kuunda mamlaka mpya ambayo inajulikana kama TISEZA kwa kifupi. Lakini TISEZA ni neno la Kiingereza, yani inatokana na Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority. Sasa kwa Kiswahili chake ndio hicho, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania. Lengo hasa la ziara hii ni kwamba tunahamasisha Watanzania waweze kuelewa fursa za uwekezaji zilizopo nchini ambazo wanaweza kutumia zikawapa unafuu wa kikodi na kimitaji, kwa maana kuna baadhi ya kodi ambazo hutolipa, na kwa kutokulipa hizo kodi maana yake serikali imekuchangia ili uweze kufanya biashara yako kiurahisi. Sasa walengwa ni wakina nani? Walengwa wetu ni Watanzania, lakini pia ni wafanyabiashara wadogo, kwa maana small medium enterprises, wajasiriamali wa kati na wafanyabiashara wakubwa, lakini pia waandishi wa habari ili waweze kutusaidia kutoa hii elimu kwa wananchi, na pia maafisa wote wanaosimamia viwanda, biashara na uwekezaji, na sekretarieti za mikoa pamoja na halmashauri na wilaya zote nchini Tanzania.
Tutazunguka kanda zote. Sasa hivi tuko kanda hii ya Ziwa, na ujumbe mahususi wa kampeni hii ni pamoja na kuwezesha wawekezaji wa ndani kupata wabia, assistant to obtain partners for joint venture projects, ambayo mwenzangu ameigusia, kupata wabia katika uwekezaji ili kutekeleza miradi kwa tija na ufanisi, ikiwa ni pamoja na kukidhi nakisi za mitaji, ujuzi, matumizi ya teknolojia mpya na ya kisasa. Mnaweza mkaona kwamba ile ya mwaka juzi kampeni ya mwaka juzi ilizalisha ajira karibu 212,000, lakini ya mwaka jana ilizalisha, nafikiri ilikuwa ajira 160,000. Sasa hii wakati mwingine inatokana, ajira zinapungua kwa sababu teknolojia mpya wakati mwingine zinapunguza idadi ya watu wanaohitajika. Kwa hiyo tunatarajia kwamba project hizi, ili kuweza kukidhi mahitaji na takwa la kisheria la kuweza kuajiri vijana wengi ambao ndio tunao hapa nchini, tuweze kuwa na miradi ambayo itaweza kutoa ajira nyingi kwa Watanzania. Sasa kupitia kampeni hii tunatarajia kuongeza idadi ya miradi ya Watanzania, uwekezaji wa ndani, lakini vile vile kuwasaidia Watanzania kuweza kukuza biashara zao na uwekezaji wao, na rai yetu kwa waandishi wa habari kuwa mabalozi wa kutoa taarifa na elimu hii kwa wananchi ili iweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Baada ya kusema hayo, mimi naomba niwashukuru na kwa mara nyingine tena samahani kwa kuchelewa kuanza kikao chetu. Watu tunafuata sana muda, especially watu wa TISEZA, lakini kutokana na sababu zisizozuilika ilibidi tu tusubiriane kidogo tuweze kuanza kikao chetu tukiwepo watu wa kutosha. Asante sana. Uwekezaji unatusaidia kutengeneza ajira kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Sio hayo tu, uwekezaji unatusaidia kuleta teknolojia mpya na za kisasa zinazopelekea uzalishaji kufanyika kwa tija na ufanisi wa hali ya juu. Lakini muhimu zaidi, pale tunapozalisha kwa ubora unaokubalika, lakini pale tunapozalisha katika maeneo maalum ya kiuchumi ambayo ni mahususi kwa ajili ya mauzo nje ya nchi, tunaliingizia taifa mapato ya fedha za kigeni. Lakini ukiachana na kuliingizia taifa mapato ya fedha za kigeni, kupitia uwekezaji tunapunguza mahitaji ya bidhaa mbalimbali ambazo zingelazimika kuagizwa kutoka nje ya nchi, na badala yake sasa zinakuwa zinazalishwa hapa nchini. Na sisi Tanzania tumeamua ikiwezekana basi tuchukue sehemu ya yale wanayoyafanya wenzetu, wanasema wataalamu wanakopi, ili tuyalete kwetu na tuone namna ya kwenda kwa haraka zaidi. Sasa moja ya maarifa ambayo wenzetu wanayatumia, nitumie mifano ya nchi zinazofanya vizuri karibuni kama China. Tumefanya uchunguzi, tumegundua kwamba haya makampuni ya wageni yanayokuja huku Tanzania, ukiona kampuni la Wachina linakuja kufanya uwekezaji Tanzania, nenda kachunguze. Pale ndani kuna kampuni 40, kuna kampuni 50 zimeungana, ila zinakuja huku zikiwa kama mtu mmoja. Sisi Tanzania bado kila mtu anahangaika, anataka apambane na kitu kake mwenyewe. Kwa dunia ya leo, nataka niwaambie hatutatoboa. Sasa Chemba tuko hapa kuwaunganisha sekta binafsi, ili ikiwezekana fursa kama hizi pale ambapo hatuwezi kufanya kama mtu mmoja mmoja, twende tukiwa group. Naitwa Nyakisinda, lakini sema mawili. Kazi kubwa si sekta binafsi, ni kuunganisha serikali ambao wanaandaa mazingira kama haya kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ya sekta binafsi kusimamia utekelezaji wa sera na mambo ya kijamii. Sasa mkoa wa Mara sehemu pekee ya kukutana sekta binafsi na serikali ili kuweza kujua fursa walizonazo kupitia vikao. Kwa mimi nitoe wito
ndugu zangu wafanyabiashara wenzangu, tunapopata fursa kama hizi ambazo mafunzo yanatolewa bure, basi jitahidi kuhudhuria. Sasa sisi kama mkoa, mwenyekiti, ili kuhakikisha kwamba haya ambayo ni fursa wafanyabiashara kushirikiana na serikali, kushirikiana na TRA, kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia kwa bwana biashara. Kwa majina naitwa Judith Maganja Rugembe. Ni mjasiriamali na mwanzilishi wa kampuni ya Rubasi Soap. Sisi tunatengeneza sabuni pamoja na maziwa ya yogurt. Semina hii imetufungua kiakili, kiupana, kijasiriamali, kufanya biashara ambayo ni endelevu. Tunashukuru TISEZA imetuletea semina hii kwa ajili ya kusajili biashara zetu, tuweze kuwa na ushindani mzuri katika East Africa, nje ya nchi zaidi ya Afrika, na tuweze kujenga mitaji yetu ambayo itakuwa ya uwekezaji. Kuwekeza lazima uwe na mtaji, lakini tunaomba kama TISEZA tuweze kushirikiana kwa pamoja kupata wabia ambao wataweza kununua bidhaa zetu na sisi tuweze kupata mitaji mikubwa na tuweze kuwekeza katika mkoa wa Mara. Bismart ni shule ambayo iko katika mkoa wa Mara, katika manispaa ya Msoma. Lakini pia nashughulika na uwekezaji katika kitengo cha vyakula. Semina hii kwa kweli imenisaidia namna gani tunaweza kuungana na kuwekeza hasa katika miradi mikubwa. Miradi ambayo imeainishwa, ambayo imepewa kipaumbele ni kama uvuvi. Sekta ya uvuvi inaonekana kwa kweli kufanya vizuri, lakini ufugaji katika kipengele cha kufuga kama samaki hasa kwa kupitia vizimba, naona ni fursa pia ambayo inawatoa watu wengi. Kwa hiyo Watanzania tukiamka tunaweza kufanya kitu kikubwa na kikaleta mabadiliko katika maisha yetu hasa ya kiuchumi. Lakini nimeona kuna uwekezaji kupitia sekta ya madini, kuna uwekezaji katika kilimo, uwekezaji katika mazao, uchakataji wa mazao. Kwa hiyo nimeona kuna fursa nyingi ambazo zinaletwa na serikali kupitia TISEZA. Endelea kuifanya Yegowasu TV kuwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kuichagua Yegowasu TV kuwa chanzo nambari 1 cha matukio na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari nyingine za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia matukio na habari moto kutoka hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John.